Bwana, tupo kwenye international break. Mara baada ya international break tunarudi kwenye ligi kuu ya Tanzania bara. Lakini taarifa ni kwamba mnyama Simba ameamua kurudi JKT Tanzania, Meja Jenerali Samuyo Mbweni kule. Huku watani zao Young Africans wakirejea kunao katika uwanja wa KMC. Tuko na mwamba GB64 tuzungumze naye. Kwema ndugu yangu? Bwana kwema kabisa. Uko vizuri kaka? Mimi niko vizuri. Mko na mnatamba na meneja, lakini pia mnarudi kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Sasa ule ndio uwanja wa Mzua Mitatu. Kwa aina ya mpira anaocheza. Ule ndio uwanja stahiki. Umeelewa? Kama unakumbuka msimu wa mwaka jana tulikuwa tunatumia uwanja wa KMC. Kimataifa tulikuwa tukirudi Benjamin Mkapa, uwanja ulikuwa unatusumbua sana. Si umeelewa Kwa sababu uwanja wa KMC ni mdogo ukikompea na uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo kimataifa tunacheza Benjamin Mkapa msimu wa mwaka jana. Lakini ukirudi kwenye ligi tunachezea uwanja wa nini? Wa KMC. Sasa ile ikajenga mazoea kwa wachezaji kwa sababu mechi nyingi wamechezea KMC. Kwa hiyo tukirudi Benjamin Mkapa unakuta tayari timu inakuwa inafanya nini? Ina flops haraka sana. Timu inakuwa inachoka haraka kutokana na nini? Na uwanja wa Benjamin Mkapa ni mkubwa, ule kule ni mdogo. Kwa hiyo mazoea yalijengeka pale, alafu kwenye nyasi ni bandia. Lakini msimu huu kutokana na viongozi wetu waelevu, baada ya uwanja kusimamishwa, sawa kuupisha uwanja urudishe hali yake, uchezee mashindano ya kimataifa kutokana na marekebisho makubwa ya pichi bado hayajafanyika. Ili uwanja usije ukafa kwa haraka. Tutumie vizuri kwenye mashindano ya kimataifa. Ndio maana tukaamua tutafute nini? Viwanja. Kwa hiyo Yanga yamerudi KMC kutokana na aina ya timu alokuwa nayo. Umeelewa Simba tumeenda Meja Samuyo, hatutaki ushirikiano nao hawa watu. Sababu hawa watu wana vitu vya ajabu ajabu. Umeelewa? Kwa hiyo tumeamua tuhamie Mbweni. Sawa, lakini kiwanja cha Mbweni na kiwanja cha Benjamin Mkapa vipimo vinafanya nini? Vinafanana. Kwa hiyo tukicheza kule ni sawa sawa tumecheza Benjamin Mkapa. Kwa hiyo tukirudi kimataifa ina maana tutakuwa ni sawa sawa. Sawa, tunacheza katika kiwanja cha aina moja. Alafu hata na nyasi nazo zinafanana. Nyasi za kule ni natural na kule nako nini? Ni natural. Kwa hiyo tofauti na KMC ambapo nyasi bandia ukirudi Benjamin Mkapa vipimo vinakataa, alafu hata nyasi nao vile vile vinafanya nini? Zinakukataa. Watu wengi sana hasa viongozi lakini walikuwa nalalamikia viwanja vya mikoani kwamba havina ubora ule ambao unatakikana. Mnakwenda Meja Jenerali Samuyo, ule uwanja hauwezi kuwa ni shida kwa mnyama Simba GB? Hapana, uwanja wa Jenerali Samuyo ni mzuri. Sawa, uwanja ni mzuri, hauna tofauti na uwanja wa Benjamin Mkapa. Quality ndogo tu ndio umefanya nini? Umezidiwa, lakini uwanja ni mzuri, alafu na vile vile unataa sasa hivi. Umeelewa bwana? Kwa hiyo hata usiku mechi inafanya nini? Kinapigwa. Kwa hiyo ni uwanja mzuri wala hakuna kisingizio cha aina yoyote. Viwanja vya mikoani hiyo vinafahamika, ni viwanja ambavyo quality yake haiko vizuri. Kwa mfano kiwanja cha Sokoine utalinganisha na Benjamin Samuyo na uwanja wa Samuyo. Uwanja wa Samuyo uko vizuri kuliko viwanja chochote. Yaani ukitoka Benjamin Mkapa kiwanja kinachofuata ni Samuyo. Wengine wanaenda mbali GB64 wanasema kwamba umemkimbia mtani wako katika uwanja wa KMC. Kwa maana kabla ya kwenda kwa Mkapa mlikuwa pale KMC. Inakuwaje unahama na kwenda kule unamkimbia mtani GB? Sisi tunaangalia usumbufu tuliopata msimu wa mwaka jana na mwaka huu. Si umeelewa kwa hiyo ndio maana tumeamua tena tukacheze wapi? Meja Samuyo kutokana na aina ya pitch zinafanana na Benjamin Mkapa. Kuanzia vipimo hata natural glass. Sawa, tofauti na uwanja wa nini? Uwanja wa KMC ambao glasi zake ni glasi bandia, nyasi bandia, alafu vile vile hata vipimo vinakuwa tofauti na kiwanja cha Benjamin Mkapa. Kwa hiyo inakuwa ni usumbufu kwetu. Kwa hiyo hatujamkimbia. Sisi hatuna cha kupoteza msimu. Hatuwezi tukamkimbia. Yeye ndo atatukimbia sisi. Inasemekana bwana Young Africans wameondoka kule Avic Town na baadhi ya mashabiki wa Young Africans wanalaumu, wanakulalamikia kwamba watu wameloga ule uwanja Avic Town kwamba wana Simba kule mnapiga misumali. Wameondoka tena basi madeni. Ule uwanja sasa hivi uko kibiashara. Umeelewa Ule uwanja uko kibiashara. Kwa hiyo wanachoangalia kwamba unalipa nini ili uendelee kuutumia nini ule uwanja. Kwa hiyo sio kwamba eti wameondoka kuna sababu nyingine yoyote. Ule uwanja sasa hivi unalipiwa. Tofauti na mara kwanza. Mara kwanza walikuwa wanatumia. Lakini sasa hivi ule uwanja unatakiwa ulipie. Kama una hela kulipia huwezi ukakaa. Kwa hiyo sasa hivi pesa ni tatizo kwao. Pesa ni tatizo. Umeona kama manager
wa wekundu wa Msimbazi Simba Batev anaweza akapata shida katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo kutokana na kula alikotoka, akija hapa afa anapelekwa pale? Hapana. Sawa, kiwanja ni kile kile, quality ni ile ile. Viwanja ni vile vile. Jembe alichagui shamba. Na mkulima achagui nini? Achagui aina ya jembe. Sio wala achagui shamba. Sawa, yule ni mwalimu ambaye anajua sawa mpira wa Kiafrika. Amefundisha ligi Kameruni. Viwanja vya Kameruni sio vizuri kama watu wanavyofikiria. Ni baadhi ya viwanja ndio, lakini viwanja vingi quality ni viwanja vya Afrika vingi quality ni. Ukilinganisha na Sokoine. Na wapi? Samuyo na Sokoine. Sokoine uwanja mbovu. Uwanja mbovu kabisa. Uwanja wa Sokoine uwezo ukalinganisha na uwanja nini? Samuyo. Samuyo ni kiwanja bora. Yaani ukitoka Benjamin Mkapa unakuja kiwanja cha nini? Cha Meja Jenerali Samuyo. Wewe unataka kuniambia viongozi wa Simba wamefanya maamuzi yaliyo sahihi kwenda kule? Wamefanya maamuzi sahihi na wametusikiliza tunaongea nini. Sio, umeelewa Wametusikiliza tunaongea kitu gani? Kwa sababu msimu wa mwaka jana timu ilipata shida sana wakati tunarudi Benjamin Mkapa. Timu ikawa inacheza dakika 60. Dakika zilizobakia timu inakuwa ina low performance. Kutokana na nini? Na aina ya uwanja tulikuwa tunafanya nini? Tunatumia. Lakini kwa sasa viongozi wametusikiliza tunasema nini, na wao wameangalia, wamefanyia research, ndio maana wakatupeleka Meja Samuyo ambao unafanana vipimo na Benjamin Mkapa. Haitakuwa tatizo umbali jibi? Umbali sisi tunaipenda Simba. Popote Simba ilipo na sisi tupo. Popote ilipo Simba na sisi tupo. Umeelewa Kwani mwaka jana tumeenda kucheza na JKT kule. Hatukwenda, tumekwenda. Popote Simba ilipo, kwani hapa kuna umbali gani? Hakuna umbali wowote. Kama watu tumeenda Chamazi. Sasa Chamazi na Meja Samuyo wapi mbali? Mbweni. Kwa hiyo ni vile vile tu. Simba ilipo na sisi tupo. Watoe wasiwasi mashabiki wa Simba sasa kuhusiana na hili sakata la kuhamia kule. Mimi nadhani wasiwe na wasiwasi. Hatujahamia kule kwa sababu wote tumemkimbia mtani. Tumekwenda kule kutokana na mahitaji sawa ya aina ya kiwanja tulichokuwa tunakihitaji. Ukikompea na kiwanja tunachokitumia katika mashindano ya nini? Ya kimataifa. Meja Samuyo inafanana vipimo na nani? Na Benjamin Mkapa. Kwa hiyo ndio maana viongozi wameelekeza timu ikacheze wapi? Meja Samuyo. Na tayari kule nako kuna taa. Kwa hiyo tutakuwa tunaenda kucheza mechi hata nini? Hata usiku. Kwa hiyo wasiwe na wasiwasi. Hivi wewe ni mtu wa football, hebu nieleweshe kidogo katika hili. Vipimo vya uwanja. Unazungumza ya kwamba KMC ni ndogo kuliko Benjamin Mkapa. Hii inaweza ikawa na athari kwa maana kwa wachezaji wakitoka hapa KMC na kwenda uwanja wa Benjamin Mkapa. Inaweza ikawa na athari kubwa wa uwanja. People learn slow practice. Watu jifunza kutokana na aina ya mazoezi wanaofanya. Kama wewe mazoezi yako mengi unayafanyia katika kiwanja kidogo, kwa hiyo hata mechi unatakiwa upate kiwanja kidogo. Lakini mechi nyingi, kwa sababu sisi tunachukulia hii ligi yetu kama mazoezi kuelekea kimataifa. Sio, umeelewa Watu wanapata game experience kutoka kwenye nini? Kwenye mashindano ya ligi afu ndo kuelekea kwenye kimataifa. Sasa kama kimataifa unatumia kiwanja chenye urefu sawa wa 100 na alafu kwenye mechi za mazoezi unacheza kwenye kiwanja chenye 90 na wewe unavyofikiria hapa mazoezi yatakuwaje? Sio, umeelewa Kwa hiyo ndio maana tumeamua twende kwenye kiwanja ambacho kinafanana au kina ukaribu na uwanja wa Benjamin Mkapa. Wanasema practice make perfect. Practice make perfect always. Wanasimba mpo tayari kuchukua makombe na ligi mnaanza. Mwalimu anakuja ni mwalimu wa makombe. Umeelewa Kila timu anayokwenda kufundisha lazima awape nini? Awape taji. Sio, umeelewa Amefundisha Victoria. Sawa, amefundisha Victoria United, amewapa taji. Amewafundisha Gaborone, amewapa taji. Na sasa hivi amekuja Simba ambayo ishapoteza misimu 4 mfululizo. Kwa hiyo amekuja kuipa mataji nini? Mataji Simba. Mimi na uhakika kabisa msimu huu lazima tutachukua mataji. JB, kwenye hili sakata ambalo limetokea, kuhama mara kwa mara, mnatoka KMC mnarudi Mkapa, sasa hivi hizi taarifa za kwenda Meja Jenerali Samuyo, inawapa machungu kiasi gani wana Simba kuwa na matamanio ya kupata uwanja wenu binafsi? Ndio maana siku zote mimi ninawaambia wana Simba, hili ni tatizo kwa timu kubwa, kwa klabu kubwa barani Afrika, timu namba 5 barani Afrika kutokuwa na uwanja wake. Haya ni mateso, na ndio maana ninawaambia tuache kununua jezi feki, tununue jezi original. Sio, umeelewa Tununue jezi original ili bosi apate zile stake zake alizokuwa anatakiwa azipate kupitia mkataba wake wa kuitengenezea jezi nini Simba, ili atufanikishie ahadi aliyotuahidi ya kutujengea uwanja wetu ambao unaanza kujengwa mwezi wa ngapi? Mwezi wa pili. Sio, umeelewa
Ndio maana tunasisitizana wa nini wana Simba. Lakini kama wewe utanunua jezi feki, huyu mdhamini sasa atapata wapi pesa ya kutujengea nini huu uwanja? Kwa hiyo ndio maana hii inatutia uchungu kweli wana Simba. Sawa, tuna machungu makali. Klabu yetu ni kubwa barani Afrika, namba 5 barani Afrika. Alafu unakuta uwanja hatuna, tunaanza kuanja anja. Lakini leo ilitakiwa uwanja ule umefungiwa, tunarudi kwenye kiwanja chetu Bunju. Sio, umeelewa? Ndio maana nawaambia tununue jezi original za Jairuti ili aweze kupata pesa, atutimizie ahadi aliyotuahidi. Lakini kama tutanunua jezi fake, jezi zake hazitakuwa zitembei. Tafsiri yake sasa atashindwa kutimiza ahadi aliyofanya nini? Aliyotuahidi. Sio, umeelewa? Na ndio maana sasa hivi mkoa kwa mkoa. Umeelewa bwana? Tumeanza mikoa ya Pwani. Umeelewa bwana? Tanga, Shinyanga, watu wanafanya nini? Umeelewa bwana? Idara ya habari sawa pamoja na wafanyakazi wa Jairut Company, umeelewa, investment company, wako pamoja katika kutembelea kila mkoa kutoa elimu juu ya nini? Juu ya jezi, kununua jezi original na kuachana na jezi fake. Na athari zake watu wanunue jezi original. Sio, umeelewa? Sasa hivi watu wako Bagamoyo. Na umeona kwenye mtandao jezi zinapotembea. Ahmed Ally yupo kule. Sawa, mimi nimerudi nipo mara moja, lakini tunaelekea huko. Sawa, tukitoka Bagamoyo, ngoma inaelekea Msata, Tanga hiyo. Umeelewa bwana? Watu wanatafuta mpaka Shinyanga, Arusha, kanda kaskazini ile yote. Kwa hiyo wajiandae kuupokea huu ugeni ambao unakuja. Sawa, utanunua jezi, utapiga picha na nani? Na wafanyakazi wa Jairuti pamoja na watu wa idara ya habari ya nini? Ya Simba Sports Club. Kwa hiyo hii operation maalum ambayo haijawahi kutokea. Washa Wainani umeona kashawahi kuifanya hiyo operation. Kwa hiyo operation kwa mara ya kwanza inafanywa na Jairuti na idara ya habari ya nini? Idara ya habari ya Simba Sports Club. Umeelewa bwana? Katika kuelekea kutoa elimu kwa watu ili kuzuia uuzaji wa jezi feki na ununuaji wa jezi nini? Jezi feki, watu wanunue jezi original. Tutafanikiwa kwa sababu tayari tushafanikiwa. Sasa hivi hapa mkoa wa Dar es Salaam tunazurura kila eneo katika kuangalia hizo jezi fake. Tukikukamata basi utashughulikiwa kama wenzio walivyoshughulikiwa. Watu wako ndani mpaka sasa hivi wanakabiliwa na kesi za nini? Za kuhujumu klabu ya Simba na kuhujumu kampuni ya Jairuti, sawa, investment company. Kwa hiyo ni hatari kwa afya yako, ni hatari kwa maisha yako. Bana, inaelezwa kwamba Mwamba amerejea. Romain Folz alikuwa amekwenda South Africa lakini amerejea. Ameonekana leo na kikosi cha Young Africans uwanja wa KMC akifanya mazoezi. Haya ni mrejesho wa maombi niliyoomba. Nadhani uliniona. Nilikuwa naomba saa Mwenyezi Mungu aturejeshe huyu mtu, amjalie nguvu ili aweze kurudi katika klabu yake ya Yanga, na mashabiki wa Yanga wawe na upendo na Romain Folz, wawe na roho zilizokuwa nyenyekevu kwa Romain Folz. Uongozi wa Yanga uwe na roho nyenyekevu kwa Romain Folz, wamrudishe. Nimeomba Mungu amtupi kiumbe chake. Mungu ali chakula, Mungu anakula dua. Mungu ali karanga, Mungu anakula dua. Na mimi niliomba dua Romain Folz arudi, na kweli Romain Folz amefanya nini? Amerudi. Nimefurahi sana Romain Folz kurudi. Nataka nilione lile pira gimbi linaendelea ndani ya Young Africans. Naomba ukumbuke kwamba JB hajafungwa mechi yoyote. Ndio maana tunaombea arudi. Sasa kama hajafungwa, kitu gani kinachowakereketa? Wanatakuwa tulio wavumilie. Umeelewa bwana? Kutokumtaka ni kitu kingine. Na CV ya mwalimu ni kitu kingine. Mwalimu mpaka sasa hivi CV yake inasoma, hajafungwa mechi yoyote, amesuru mechi moja. Unamfukuza ili iweje sasa? Wewe unapendezwa naye? Mimi napendezwa naye, mimi namhitaji mtani awepo. Tule naye Christmas ikiwezekana. Mwezi wa 12 tarehe 25. Awepo, tule naye Christmas. Hawa wanamkataa ni kwamba hawajui football au ni nini JB? Unajua sometimes mambo mengine tunaongea kishabiki, lakini kiuhalisia yule mwalimu hana kosa lolote. Tatizo la Yanga liko hapa katikati. Mlija wakati tangu aondoke Alidi ya Ucho. Na anguko la nani la Mudasiri. Haya. Kipindi kile sawa, Aicha alikuwa kiumwa, Mudasiri ana Diki Abuye wako kwenye ubora wao, lakini leo Mudasiri hayupo kwenye ubora wake. Yaani at least ilikuwa inaziba lile pengo lani la Ucho. Kwa hiyo ya Yanga imepotea baada ya kuondoka Alidi ya Ucho. Sio, umeelewa? Lakini sio mwalimu. Wao watafute tu namba 6 aliyekuwa bora. Huyu Konto amepigwa. Wasubiri dirisha dogo, ikiwezekana watafute namba 6 aliyekuwa bora. Waende kwa viongozi wa Simba waulize jinsi gani wanavyotafuta wachezaji, tuwaelekeze wapate mchezaji aliyekuwa bora. So huyu aliotoa chaka huyu.
Conte hamna mtu. Sina, inasemekana meneja wa klabu ya Simba Dimitar Pantev, yeye bwana si muumini sana wa zile back pass za ambazo mnyama Simba anakuwa anapiga sana. Umelisikia na kwanza? Nimelisikia. Sawa, nimelisikia na tayari sawa, ameshawaambia wachezaji wa Simba, ameshawaambia benchi la ufundi, sawa, sihitaji pasi za nyuma. Hata ukiangalia mpira anaofundisha, mimi nimempekua huyu jamaa tangu anafundisha El Futsal ya Bulgaria, timu ya under 20. Ukiangalia aina mpira anaocheza, nenda kaangalie Victoria United ya Kameruni, mpira waliokuwa anacheza, nenda kamwangalie Gaborone, sawa, nenda kamwangalie Voka Pama, sawa, timu waliokuwa anafundisha. Aina ya mpira wanaocheza, basi ukiona inarudi nyuma, basi kuna emergency kweli. Sio, umeelewa? Lakini kama hujataitiwa pasi za nyuma, huyu jamaa anahitaji mbele kwa mbele. Umeelewa Yaani mtindo wake ni mbele kwa mbele kama alivyoimba marehemu Lemi Ongala. Mbele kwa mbele. Kama CCM mbele kwa mbele. Yaani hakuna kurudi nyuma hii. Kama mtani vile daima mbele, nyuma mwiko. Ndio huyu mwalimu kama mtani anavyosema. Daima mbele, nyuma mwiko. Yaani huyu nyuma hataki. Yeye anataka mbele tu. Umeelewa bwana? Ndio maana umeona Gaborone na Simba tulipata tabu kwa sababu sisi tunapiga back pass, wao wakipata mpira wao wanafanya nini? Wanakuja tu. Alafu aina ya mpira anaocheza ni mpira wa forward to forward. Si umeelewa? Na hii forward to forward imegawanyika sehemu mbili. Kuna forward to forward kwa kutumia pass fupi. Sawa? Alafu forward to forward kwa kutumia long range. Sasa ukitumia pass fupi tayari kuna wachezaji kina Nio Mahema, kina Budo, umeelewa, kina Morris Ablamu. Hawa watu wana uwezo wa kuchezea pasi fupi wakakutafuta wakafanya nini? Wakaingia ndani ya box. Kina Mpanzu. Lakini mipira mirefu kuna mtu anaitwa Kante huko nyuma. Umeelewa zile ni long range sasa. Kwa hiyo tukitumia aina pasi fupi kina Mutale watatumika. Tukitumia pasi ndefu basi Kante ndo atafanya nini? Atakuwa anatumika katika kupiga hiyo mipira nini? Mipira mirefu. Kwa hiyo mpira wake huu ni wa mbele kwa mbele. Umeelewa? Hakuna kurudi nyuma. Kwa hiyo hahitaji back pass. Kwa hiyo wachezaji wanaopenda back pass watapata shida. Na ndio maana huwa mara nyingi wakishaanza mpira transition yake inafanyika, yani ile kunakuwa na quick transition kutokana na aina ya mpira anaofanya nini? Anaocheza mpira wake, hakuna kurudi nyuma. Yani wewe unakuja auji inapigwa huko ndefu. Unakuja basi watu wanakutafuta nini? Na pasi fupi. Kwa hiyo huo ndo mpira anaocheza yule mwalimu. Mwalimu inaonekana wengi wanamzungumza kwamba ni msela the way anavyoonekana. Lakini ukimwangalia uwanjani ni kama mambo yuko tofauti na vile watu wanavyomzungumza. Wewe kwa upande wako ni mtu wa football mmoja. Unajua Watanzania wanapenda sana kumjaji mtu kwa kutumia nini? Macho. Sawa Umeelewa? Muangalie mtu kwa ulimwengu wa kiroho. Umeelewa? Kuwa shehe sio kuvaa kanzu kubwa. Kilemba, baragashia na nini au kuwa mchungaji sio mpaka ujiweke kile kidude cheupe hapa, hapana. Au uvae mavazi fulani anakuonyesha kwa suti sijui na uchungaji au shehe ni roho ndani. Kwa hiyo jamaa kwa mwili wa nje, yule jamaa physical appearance yake unaweza ukamchukulia kama msela fulani, lakini kiroho yule jamaa ni mtu mmoja ambaye ni mkarimu sana. Umeelewa Si umeelewa? Kwa hiyo Watanzania watu tunamwangalia, tunamjaji mtu kwa kutumia macho. Usimjaji mtu kwa macho, muangalie roho yake ipoje. Alafu vitu vingine ni starehe ya mtu. Sawa, swala la mtu kupiga matatu. Watu wengi ambao wanapiga matatu. Kuna watu wamekuja kucheza mpira hapa wanakata viuno. Wanatangaza jezi huko akiwa wanakata viuno na redio wanatembea nayo. Hatujazungumza, lakini kocha wetu kapiga tatu tu. Tayari kelele zimekuwa nyingi. Umeelewa bwana? Kwa hiyo mimi nadhani kila mtu anatakiwa